Kutoa elimu juu ya umuhimu wa chanjo. Tunawaza sisi wazazi, mtu akipewa chanjo hatakiwi kupata watoto tena. Akipewa chanjo ndio itakaomletea matatizo. Bado sisi Watanzania wengi hatujapata elimu nzuri dhidi ya chanjo, ndio maana watoto wanakuwa, wazazi wanawaficha watoto wao ndani. Kwa hiyo kwa kuwa viongozi wetu wa dini wako hapa na sisi watumishi, ni kazi yetu ni kutoa elimu na kuwatumikia wananchi wetu. Tutoke sasa nje, tufanye vikao na wananchi, tuhudhurie vikao vyote vinavyofanyika, kuwaambia wananchi kwamba sasa hivi imekuja chanjo. Zamani walikuwa wanajua ni matone, sasa hivi ni ya sindano, kwamba wasikatae kwamba chanjo hii na chanjo iliyokuwa imepita, hii sasa hivi imeboreshwa zaidi. Kwa hiyo tuwapeleke watoto wetu wakapewe chanjo. Hasa sisi, Mzee Kisuki anafahamu, hata sisi katika dini tunakuwa tunaona mtoto tukimsomea dua Mwenyezi Mungu ameshamlinda. Kwa hiyo niwaombe sana viongozi wangu, baba zangu, viongozi wangu wa dini, mnapoondoka hapa mlichukue chanjo. Imeshazinduliwa ni kuanzia mwezi huu na itakuwa ni endelevu kwa kila mtoto anapofikia miezi 9, si ndivyo? Kwa hiyo tutoke hapa, tuongee, tuende na magari hapa, mkurugenzi ana magari mengi, tutangaze kwa wananchi kwamba chanjo hii ipo, na imani kila mwezi kuna mtoto au watoto wanafikisha miezi 9. Kwa hiyo tunapata watoto kwa wingi wanaokuja kupata hii chanjo. Mimi langu ni hilo tu, ni elimu. Elimu itolewe kwa kila mkusanyiko wa watu. Elimu itolewe kwa kila wakati wa ibada. Elimu itolewe kwa sisi watumishi kutoka katika maeneo yetu kwenda kuwafuata wananchi na kuwaelezea umuhimu wa chanjo. Chanjo ya polio na chanjo zingine zote. Niwashukuru sana na naendelea kuwapongeza sana. Tuendelee kupeana elimu hii na tuendelee kufanya kazi kuitumikia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.